kwa jina la Yesu. Tupigie Yesu makofi mara tena kwa jina la Yesu. Haleluya. Tuna feel free. Sasa wageni wetu wana prayer and fasting. Tunajua tumekuwa na wiki mzima ambao tumekuwa tukiomba fast and prayer. Wiki hii iliyopita from Monday hadi leo ni siku ya mwisho. Na tuko na ibada zetu hapa jioni. Kila Jumatano jioni kuanzia saa 12 tuko na ibada hapa saa 12 jioni. Friday pia saa 12 jioni tuko hapa. Umesikia shuhuda ambao hazingeongojea Sunday, maombi ya Sunday. Lakini kwa sababu ya hiyo nafasi ya maombi ya services za katikati ya wiki, tunasikia vile Mungu amewatendea watu na vile Mungu ameweza kutubariki katika kazi yake. Kwa hivyo jaribu sana, ukipata nafasi, upate nafasi ya kuingia hapa na Mungu ataweza kutubariki katika jina la Yesu. Hapa ni hekalu la Mungu. Tunaingia hata asubuhi saa 11 tunaingia hapa kuomba, mtu akitoka akienda kazi. Nakumbuka Mati nakumbuka sana tambu. Ingia hapa kuomba ukienda kazi. Na Mungu alifungua milango mikubwa sana from that day. Kwa hivyo tunaingia hapa saa 11 asubuhi kuomba, saa 12 mtu unapata nafasi ya kuomba ukienda kazi. Kwa hivyo hapa pamefunguliwa asubuhi mapema, unapata nafasi ya kuingia na kuomba na ukienda kazini. Kwa hivyo naomba sisi wote tujitolee kumtafuta Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Tuingia katika neno la Mungu ili Mungu akaweza kutubariki kwa haraka sana. Na naamini ya kwamba tutakuwa na nafasi mzuri ya kuweza kubarikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Nazungumzia step that prepare your time. Hatua ambao zinaandaa wakati wako. Bwana asifiwe. Nazungumzia juu ya hatua ambao zinaandaa wakati wako. Asubuhi tumefundishwa juu ya upendo. Na nimeweza kujifunza kuwa ya kwamba upendo, bila upendo hakuna mahali tunaweza enda. Kwa kuwa Mungu alimtoa mwanawe wa pekee ili nasi akatupenda sisi, akatupea mwana wake wa pekee ni kwa sababu ya kumpenda mwanadamu, na akamtoa katika ile laana ambayo nilisungumzia Sunday nikisema mwanadamu aliweza kuingia kwa laana kwa sababu ya Adamu na Hawa. Naye kwa sababu Mungu alimpenda mwanadamu alimtoa Kristo kwa upendo wake ili sisi tuokolewe katika ile dhambi halisi Adamu na Hawa walifanya katika shamba. Na basi kwa sasa hivi tunazungumzia juu ya hatua ambao zinaandaa wakati wako.
hatua ambao zinazoandaa wakati wako. Kitabu cha Mhubiri mlango wa 3 mstari wa kwanza. Kitabu cha Mhubiri mlango wa 3 mstari wa kwanza. Mhubiri mlango wa 3 mstari wa kwanza. Hatua ambao zinaoandaa wakati wako. Kuna hatua ambao Mungu anaweka juu ya mtu zinazoandaa wakati wako. Unapoongojea wakati wako wa kujibiwa, na wakati wako wa kutendeo, na wakati wako wa kubadilishiwa maisha. Maandiko inasema kuna wakati kwa ajili ya kila jambo, nayo ni majira kwa kila tendo chini ya mbingu. Bwana asifiwe. Rudi tu hapo, usiende just go verse 1. Kuna wakati kwa ajili ya kila jambo, nayo majira kwa kila tendo chini ya mbingu. Kuna wakati kwa ajili ya kila jambo, nayo kuna majira kwa ajili ya kila tendo chini ya jua. Bwana asifiwe. So nazungumzia juu ya hatua ambao zinazoandaa mtu kabla haujafikia wakati wako. Kuna hatua ambazo Mungu anatumia kuandaa wakati wako. Kuna hatua ambazo Mungu anakupitisha au anakupa ukanyange kwa sababu ya wakati wako. Na maandiko inatuambia hapa katika kitabu cha Mhubiri, kuna wakati kwa ajili ya kila jambo, nayo majira kwa kila tendo chini ya jua. Anazungumzia vitu viwili, wakati kwa ajili ya kila jambo, na anazungumzia majira kwa kila tendo chini ya jua. Bwana asifiwe. Hatua ya kwanza ambao Mungu anampa mtu ndiposa afikia wakati wako, maana hauwezi fikia wakati wako bila hatua ambazo utapita chini ya jua. Na ndivyo Mungu anazungumzia pia kuwa kuna wakati kwa ajili ya kila jambo, nayo kuna majira kwa kila tendo chini ya jua. Wakati Mungu ameandaa wakati wako, lazima kuna hatua utapitia. Na hatua ya kwanza utapitia ni kitu tunaita majira. Hatua ya kwanza utapitia ni majira. Haya amesema ya kwamba nayo kuna majira kwa kila tendo chini ya jua. Kitu cha kwanza ambao ni hatua utapitia ni pasa ufikia wakati wako ni majira. Season ambao tunaita kwa Kisungu season. Majira ni sehemu ambao Mungu anatumia chini ya mwanadamu ili afikia wakati wako. Lazima Mungu ainue majira fulani katika maisha yako nipasa ufikie wakati wako. Bwana asifiwe. Lazima Mungu ainue majira. There must be a season that will come upon your life so that God can make you to step into your time. Into the time that you need God to change your destiny. There must be a season. Kila mtu anapitia majira fulani. Maana Mungu anasema hapo kuna majira kwa kila tendo chini ya jua. Wakati Mungu anahitaji kufikisha au kutimiza wakati wako, lazima ainue majira fulani ambao ni sehemu ambao utapitia. Majira Mungu anainua yaondamane na wewe. Majira Mungu anainua ndiposa upitie ili wakati wako utimie. Bwana asifiwe. Kwa hivyo jambo la kwanza ni majira. Majira lazima yainuliwe juu ya kila mtu. Huenda kuna mtu anapitia majira ya magonjwa, hiyo ni majira fulani. Maana majira yeyote ni vizuri uelewe, kila majira iko na mwisho wake. Majira yanainuka kwa muda lakini yanaenda kuisha. Ndipo anasema anainua majira ya kila tendo kwa wakati wake chini ya mbingu. He raises a season in your life because season, it is the step of preparation to your time. Any season that you are, it is the season, it is the preparation of your time. Mungu anatumia hiyo majira yako kuandaa wakati wako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo lazima Mungu akubali uingie kwenye hatua ya majira. Majira yanainuka ya ukame. Majira yanainuka pengine unapitia kitu ambao ni nini kinaendelea. Ni kwa sababu that is the season that God have aligned in your life so that he can able to fulfill your time. Anatumia hiyo majira kutimiza ile wakati wako. Kwa hivyo Mungu kile kitu anafanya, anasema nayo majira kwa kila tendo chini ya jua. Kwa hivyo ina maana ya kwamba kunayo majira Mungu anainua kwa kila tendo.
chini ya jua katika maisha ya mwanadamu. Kwa hivyo unapopitia majira ambayo unaopitia, jua ya kwamba ni sehemu ya kwanza Mungu anayetumia kuwa ya kukuelekeza kwenye hatua zako. Bwana asifiwe. Mwali Mungu anahitaji ufike. He raised a season. Biblia inasema in the time of Moses, maandiko inasema Musa aliingia katika ufugaji au katika uchungaji. He was a shepherd in the house of father-in-law Jethro. Alikuwa akichunga mifugo, ya father-in-law. Na maandiko inasema ya kwamba Moses alipokaa katika uchungaji au kuwa mchungaji katika nyumba ya baba yake mkwe, maandiko inasema alikaa miaka 40. It take 40 years for Moses to live in the house of father-in-law until God changed the season of this man. In 40 years Moses was in the season of wilderness. Alikuwa katika majira ya jangwa, alikuwa kwenye mikono ya uchungaji katika nyumba ya baba yake mkwe. Alikuwa mchungaji kwa miaka 40 mpaka Mungu akaleta sauti yake. Mungu akamtokea akiwa kwenye msitu akichunga kondoo za baba mkwe. Katika miaka 40 ndio Mungu alitokea. But God raised a season of wilderness. Alinua majira ya kupitia jangwa kwa huyu. Alikaa kwenye jangwa la kuwa mtumwa wa kuchunga kondoo, lakini hakujua ya kwamba this season, hii majira nilikuwa ninapitia, ni ya kutimiza wakati ambapo Mungu amepanga katika maisha yangu. Pengine hatima yako ni kubwa. Your destiny might be great, but God will allow season to come upon your life to fulfill your destiny. Bwana asifiwe. Hakuna mtu anafikia destiny yake kama hajapitia majira fulani. Lazima ujue ku maintain the season ile uko, the power to maintain the season that you are until God fulfill his time in your life. Because season, it is risen upon your life for God to fulfill his time of your destiny. He uses his season to equip you. He uses his season to modify you. He uses his season to give you experience. He uses his season to strengthen you. He uses his season to give you the strength and the stamina of fulfilling your time. Kwa hivyo Mungu anatumia hiyo majira ndiposa atumie wakati. Kwa hivyo Mungu anainua majira. Kama unapitia majira fulani, ni vizuri ukuwe na uwezo wa kuweza kumaintain, wa kuweza nguvu za kuweza kumaintain katika hilo season uko, ndiposa ufikie wakati wako. So number 1, Mungu anainua majira. Number 2, jambo la pili, Mungu anainua step ya pili. The second step that God raised in your life. The second step that God raised your life. Nimesema ya kwamba 1, he was baptized. But after Jesus was baptized in the age of 30, maandiko inasema, and the Spirit of God sent Jesus to the wilderness. Roho wa Bwana akamtuma Yesu jangwani, na Yesu akaingia kwenye jangwa akiwa na miaka 30. Akaenda kuomba siku 40 usiku na mchana. He prayed for 40 days, day and night. Yesu akiwa kule, maandiko inasema akaanza kujaribiwa. Yesu, shetani akakuja akamjaribu Yesu alipokuwa akifunga siku 40.
Because God allowed the process of Jesus to take over. He allowed devil to tempt Jesus because Jesus lazima Yesu angepitia hiyo hali ndiposa akuje adhihirishe utukufu wake juu ya mwanadamu. Na Yesu akiwa katika process, kuna vitu vingine Yesu alikuwa anapitia. 4 things as Jesus passed. Yesu alikuwa anapitia majaribu. Jesus was tempted. Yesu alijaribiwa katika process yake. Yesu alisalitiwa katika process yake. Number 1, Jesus was tempted. Number 2, Jesus was betrayed. Number 4, Jesus was crucified. And number 4, Jesus was betrayed. Jesus was buried. Yesu aliweza kuzikwa. Kwa hivyo Yesu alijaribiwa na shetani akiwa pale kwenye process yake, maana alishatoka kuwa mtu tofauti, na kwa sababu Mungu amepanga kutimiza wakati wake, shetani alikuja akamjaribu. Naye Judas baada ya Yesu kujaribiwa akashinda majaribu. Number 2, naye Judas akainuka akaweza kumsaliti Yesu. Judas akamsaliti Yesu baada ya shetani yeye mwenyewe kumjaribu Yesu akashinda. Hiyo ilikuwa ni process ya kwanza ambayo Yesu alikuwa amepitia. Akajaribiwa na Yesu na ametoka kufunga. Na maandiko inasema na shetani akamtokea akamwambia, kama ni mwana wa Mungu jirushe chini. Bwana asifiwe. So katika process yako lazima ukuwe na uwezo wa kumaintain temptation. Yesu akashinda ile majaribu. Maandiko inasema and Jesus overcome the temptation of Satan. Akashinda majaribu ile ya ule shetani. Yesu kumaliza kushinda majaribu, na Judas akatokea akamsaliti Yesu. He betrayed Jesus. Akamsaliti Yesu, na Yesu pia akakuja akashinda ule usaliti pia ambao ni wa Yuda. Kutoka hapo na Biblia inasema na Yesu Pilato naye akakuja akamsulubisha Yesu. Pilato akakuja akamsulubisha Yesu. Yesu akawekwa kwenye msalaba. It was a process. Ilikuwa ni hatua ambao Mungu alikuwa ameweka juu ya mwana wake wa pekee, ndiposa mwanadamu ashuhudie ukuu wa Mungu na ukombozi wa Mungu. Bwana asifiwe. Na baada ya Yesu, Pilato akaamuru wale soldiers, wale jeshi ambao ni Warumi, wakamshika Yesu wakamweka msalabani. Na maandiko inasema na Yesu alipowekwa msalabani, basi pale akapigiwa misumari. Katika crucifixion ya Yesu, aliposulubishwa aliwekwa maalama. Bwana asifiwe. Kwa hivyo lazima ujue kwamba kuna process ambao Mungu anakupitisha ni kwa sababu ya hatima kubwa iko mbele yako. Kuna process Mungu anakupitisha ili atimize wakati wako. You must pass into the process so that you can reach to your time. Bwana asifiwe. Lazima upitie. Na katika process utakuwa na magonjwa, utakuwa na majeraha mengi. Tazama, Yesu akapigiwa misumari. Akapigiwa misumari mikono, akasulubishwa. Na akiwa anapigiwa misumari, maandiko inasema Yesu anawaambia wale waliompigia, msamehewe na Baba, kwa maana kile mnachofanya hamjui mnafanya nini. Bwana asifiwe. Anapigiwa misumari na wale waliompiga misumari, Yesu anasema wasamehewe. Anaomba wasamehewe kwa sababu kile wanachofanya hawajui. Bwana asifiwe. Katika process ile unapitia, ninajua kwamba uenda ikawa umewekwa maalama, umewekwa vinonda, kuna vitu, uko na majiraha mengi, umebeba majiraha. Maana katika process yoyote lazima kuna majiraha, lazima kuna magonjwa, lazima kuna maumivu, kuna maalama, kuna mkwaruzo. Lakini ujue kwamba alama zile umewekwa ndizo zitadhibitisha hatima yako ya kesho na wakati wako unapotimia. Bwana asifiwe. Lazima uwekwe maalama. Hakuna mtu aliyefikia destiny yake bila kuwekwa maalama. Anapokuwa na alama anasema, mimi niliokolewa na Mungu nikiwa ninapitia accident na bado niko na majeraha, maana ninatembea kiwete, lakini baada ya hiyo niliweza kufikia wakati wangu. Bwana asifiwe. Majeraha, alama zile uko nazo ndizo zinadhihirisha ya kwamba kuna mahali Mungu anafikisha na
amepanga wakati wako utimie. Bwana asifiwe. So, in your process, you need to maintain, and you need the strength, you need the power, you need the energy to move on in the process that you are. Unahitaji nguvu ya kuweza kusonga mbele wakati uko katika process fulani, maana Mungu lazima akupitishe process. Bwana asifiwe. In the book of Psalms chapter 66 and verse 10, Psalms chapter 66 verse 10, Daudi anasema, Mungu, Mungu, umenijaribu, umetujaribu, umetupima, pia umetujaribu katika majaribu yako. Bwana asifiwe. Mungu, umenipima, pia umenijaribu katika majaribu yako. Wakati Daudi alikuwa anapitia kila alikuwa anapitia, alijua ya kwamba ninajaribiwa, kumbe Mungu ananipima. Mungu, verse 10 inasema, Mungu, wewe uliyetujaribu ukatusafisha kama fedha. Bwana asifiwe. Daudi alijaribiwa na Mungu, na katika majaribu yake Mungu alimsafisha kama fedha. Bwana asifiwe. We win our succession destiny through the process that we pass, and the power that we receive in the process to overcome the situation of the process, it will make us to win our destiny. Wakati unapoweza kusimama katika hali ile unapitia na uweze kustahimili ile hali unapitia, basi hiyo ndiyo sehemu ambao Mungu atafanya ufikia wakati wako. Bwana asifiwe. Kuna watu wanachoka. Daudi anasema, Mungu, wewe ulitujaribu ukatusafisha kama fedha. Ina maana ya kwamba Daudi alijaribiwa, lakini Mungu alimsafisha kama nini? Kama fedha. So God allow the process upon your life. Anallow upitie hiyo, anallow your process. Romans chapter 8 and verse 28 inasema kwamba kila jambo linachotendeka kwa mpendao Mungu, Mungu analitenda kwa wema kwa wale ambao wanaopenda. Bwana asifiwe. All things done for good for those who love God because of his purpose, according to his purpose. Kwa hivyo Mungu, kuna zile vitu ambao Mungu anaruhusu wewe upitie, lakini ni kwa sababu ya lengo lake katika maisha yake. Bwana asifiwe. Romans chapter 8 and verse 28 ndiye anasema kwamba yeye anaruhusu upitie hilo jambo, lakini kwa uzuri anasema it hand for good for those who love him because of his purpose. Nasi tunajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hutenda kazi pamoja na wote wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu anaruhusu hali ingine ije kwako, ni kwa sababu ya wema wake, ni kwa sababu ya kusudi lake na ile mpango Mungu ako naye kwako siku za usoni. He allows. Bwana asifiwe. So you need the energy to stahimili. Unahitaji nguvu ya kustahimili hali ambayo unapitia. Jambo la mwisho, temptation. Step ya mwisho ni temptation. Bwana asifiwe. Katika process yako lazima ujue ya kwamba Mungu ako na wewe. Haleluya. Paulo na Sila wakawekwa kwenye gereza, lakini katika process ya gereza, Paulo na Sila wakiwa kwenye gereza hawakuwa na shaka ya kumwacha Mungu. Waliendelea kumuita Mungu kwenye gereza. Wakati mwingi sisi tukipitia hali process fulani tunachokanga mapema. Nasema Mungu ameniwacha, sio ni kama Mungu bado wako. Kwa nini Mungu aruhusu ili jambo litendeke kwangu? No. Paulo na Sila walikuwa watumishi wa Mungu, lakini walirushwa kwenye gereza. Wakiwa kwenye gereza waliendelea kumwimbia Mungu sifa, waliendelea kumwomba Mungu, na kwa sababu ya hiyo process ambao hiyo ilikuwa process lazima wangepitia, walishuhudia Mungu akifungua milango ya gereza. Ni kwa sababu Mungu mwenyewe alijidhihirisha kwamba katika hiyo process niko pamoja na nyinyi. Bwana asifiwe. Maandiko inasema milango ya gereza ikafunguka na ile minyororo iliyofungwa na ikawaachiliwa. Wakatoka kwenye gereza, wakamwambia askari usijiue. Jamaa alitaka kujiua, wakamwambia usijiue.
Bwana asifiwe. Haleluya. Paulo na Sila walipokuwa kwenye gereza hawakuchoka kumuita Mungu, maana walijua kwamba this is a process that we are. Hii ni hali Mungu ameruhusu nipitie tushuhudie ukuu wake, kwa sababu nchi ya Romans tunaenda kuchukua. Huku kwa Warumi ambao hakuamini Mungu, watu hawa wajui Mungu, watu hawa wataki injili ya Kristo, wamezoea injili ingine potofu. Na kwa sababu Mungu alikuwa na sababu kutulete huku, na kama tumewekwa kwenye gereza, tunajua hii ni process, lazima Mungu atufungue. Maandiko inasema Paulo na Sila wakiwa kwenye gereza wakaendelea kumsifu Mungu kwenye gereza, wakaimba pambio, wakaendelea kuomba, wakamwambia Bwana, tunakutukuza kwenye gereza la Warumi, maana tunajua wewe una sababu, na wewe ndio ulitulete hapa, wewe ndio uliyetuita, una sababu tuingie kwenye gereza. Hii ni hali tunajua utatenda. Wakiwa pale, maandiko yanasema na nguvu za Mungu zikatingiza gereza na milango ya gereza ikafunguka. Bwana asifiwe. Unapojielewa katika ile hali unapitia, ni vizuri uombe Mungu, maana Mungu ana uwezo wa kukuinua kwenye hiyo process ambayo unayopitia. Ana uwezo wa kufungua malango kwenye hiyo process ambayo unayopitia. Wakatoka ndani watu ambaye hawakujulikana ni nani aliyowatoa minyororo, hawakujulikana ni nani aliyefungwa ile gereza. Ni kwa sababu Mungu hupitisha watu wake kwenye process kwa sababu ya kutimia wakati wao. Bwana asifiwe. Your process, it is to fulfill the time of God in your life. It is to fulfill the time of manifestation of God in your destiny. It is to fulfill the glory of God in your destiny the days to come. Any process that you are passing through, do not underrate the process, because God will use that process to overcome situation, the challenge. It will use the process to give you the strength. It will use the process to build you. It will use the process to teach you. It will use the process for you may understand His glory, and out of the process He fulfill His time. Ni vizuri uelewe ninapitia hali kwa nini. Why am I passing? Mungu ameruhusu niposa mimi mwenyewe nikuje nikuwe mtu. Bwana asifiwe. Haleluya. Chochote tunachotumia, hata hii glasi imepitia step za process kitambo ikuwe glasi, si ndio? Na inaweza kuwa imepitia step 10. Hii imekuwa na wale wameenda kufanya utafiti wa hizo bidhaa, kama inaweza tengeneza glasi, ikuje ipitishwe mahali pengine, ifanywe republishing, itengenezwe tena mpaka ikuwe glasi, ichongwe hivi mpaka ikuwe smart hivi unaweza inunua kwa duka. Imepitia process kubwa sana. Bwana asifiwe. Hivi ndivyo tuko mbele ya Mungu. Destiny yako iko kama hii glasi, lazima ipitia process. Pengine yako itapitia process 10. Kuna watu yao inapitia process 3. Kuna mtu process yake ni lazima ipitia line ya 10. Depend on the glory of God, kulingana na uzito wa neema Mungu ameweka ndani yako, italingana ni process utapitia ni gani. Bwana asifiwe. Kuna mtu lazima akanyange hatua 4. Lazima Mungu akupitishe hii, akupitishe kwa magonjwa ushinde hiyo, akupitishe kwa gereza ushinde hiyo, akupitishe hii ushinde hiyo, akupitishe hii useme hey, kwani madhabahu ya kwetu iko na nguvu gani? No. Biblia inasema in Romans chapter 8 and verse 28, chochote kinachotendeka utendeka kwa wema kwa wale wanaomjua Mungu, ni kwa sababu ya mpango wa Mungu alionaye mbele yetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu anataka kufanya nini kwa maisha yako? Bwana asifiwe. Haleluya. Inua mkono wako, sema nipe uwezo wa kustahimili katika process yangu. Pigia Yesu makofi mazuri. Unahitaji uwezo wa kustahimili. Haleluya. Kaunda kile ambacho unapitia katika hiyo hali. Fight against what you are passing in the process. Overcome challenges ile unapitia katika ile process, so that God can show His glory. Hallelujah.
If there is no process, there is no testimony. So nimesema number 3, temptation, majaribu. Hallelujah. Kitabu cha Yakobo mlango wa kwanza mstari wa 12, majaribu. Amebarikiwa ule astahimiliaye majaribu, maana atakapomaliza atavalishwa taji la uzima wa milele. Blessed is the one, niweke hapo, Bwana asifiwe, who overcome temptation, for after the Lord himself will crown him with the crown of an everlasting. Bwana asifiwe. Hallelujah. Heri mtu astahimiliaye wakati wa majaribu, kwa sababu akiisha kushinda hilo jaribio atapewa taji la uzima Mwenyezi Mungu alilowaahidi wale wampendao. Si unasikia? Heri mtu anayevumilia wakati wa majaribu. Huyu ni Mungu anasema, heri yule mtu anaweza kuvumilia wakati wa nini? Wa majaribu, kwa sababu akiisha kushinda hilo jaribio hilo jaribio unayopitia atapewa taji la uzima Mwenyezi Mungu alilowaahidi wale wampendao. Paulo na Sila hawangekufa kwenye gereza, hawangeishi kwenye gereza, kwa sababu Mungu amesema nini? Heri yule mtu anayestahimili majaribu, maana atakaposhinda hilo jaribiwa atapewa taji la uzima Mwenyezi Mungu alilowaahidi wanaompenda. Na kwa sababu umemwamini Mungu na umeitwa mwana wa Mungu, unapostahimili majaribu, hii ni sehemu ambayo Mungu anakupa, anawavalisha taji la uzima wale ambao wako na nguvu ya kustahimili majaribu. Bwana asifiwe. Any temptation that come upon your life, that come around your life, you need power to overcome it. You need power to challenge temptation, because after you challenge, God will crown you the crown of an everlasting glory. Bwana asifiwe. Hallelujah. Unahitaji nguvu ya kustahimili majaribu. You cannot run temptation, but you need power that will enable you to overcome temptation. Huwezi torokea majaribu, maana ukitoroka ingine inakupata. Bwana asifiwe. Kile kitu nataka ni kustahimili. Wakati mwingi tunapata majaribu, tunashindwa hata kumtumikia Mungu, lakini Mungu anasema heri mtu yule anayevumilia wakati wa majaribu. The time of temptation, the time unapitia machungu, the time kuna mambo inakuchallenge, the time ambao unapitia kitu ambao unapitia, you need strength. Bwana asifiwe. Unahitaji uwezo wa kustahimili majaribu. Inua mkono wako, mwambie Mungu, nipe uwezo wa kustahimili majaribu. Haleluya. Usiapatia majaribu ya kushinde mpaka ufikiria vitu vibaya, ufikiria vitu unaweza fanya. Na wewe ni mtu ambao umemwamini Kristo, unajua Mungu ni wa uwezo. Unaambia Mungu, nipe uwezo wa kustahimili majaribu, maana ninajua ili jaribio halitakaa hapa milele, ni la muda tu, linapangia wakati wangu utimie. God allow temptation to come upon your life for God to fulfill his time in your life. Yesu akawekwa kwenye jangwa, akajaribiwa, na majaribu Yesu ile alipitia ilikuwa ni ya kufanya yeye mwenyewe utukufu wake udhihirishe ni mwana wa Mungu. Hapangekuwa na majaribu, haingejulikana kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Bwana asifiwe. Lakini akaruhusu majaribu ije juu ya Yesu, na Yesu akajaribiwa, akasalitiwa, akasulubishwa, akadhiakiwa, na baadaye Yesu mwenyewe alidhihirisha utukufu wake. Bwana asifiwe. Was the Son of God. Why God allowed Jesus to be tempted? It was because of the time that God need to show his glory through his Son. Alihitaji kudhihirisha wakati, kuna wakati Mungu alihitaji kudhihirisha utukufu wake kwa ule mwana. Bwana asifiwe. Na ni lazima Yesu angepitia majaribu. Mungu atadhihirishwa aje kwako kama kuna majaribu umepitia, lazima upitie temptation. Bwana asifiwe. Hallelujah. Moses 40 years kwa mikono ya Jethro akichunga kondoo. Akiwa anachunga kondoo, miaka 40 imefika, akiwa msituni, Mungu anamtokea, anamwambia Moses. Anasikia sauti, anashindwa ni nini. Akaona kichaka kinaungua, akashindwa ni nini. Akajaribu kwenda, akapata ni Mungu anazungumza, akamwambia Moses,
You are my servant. From now, I change your life. The season and the time of struggle have come to an end. I'm taking you, ninakutoa katika hiyo process ya kuishi kuwa slave. I'm raising my glory upon to you. I release divine encounter. Ninakuja kudhihirisha utukufu wangu. Toa viatu vyangu mahali unakanyanga. Ni mahali patakatifu. Bwana asifiwe. 40 years akakaa. Akaingia Egypt. Mungu akaanza kumwongelesha, akamwambia Musa, enda kwa Farao, mwambie achilia watoto wangu wa Israeli watoke. Maandiko inasema 40 years again in the wilderness. Akakaa miaka 40 tena. Musa akakaa miaka ingine 40 akiwa kwa jangwa la Sinai, aking'ang'ana kutoa wana wa Israeli katika mikono ya Farao. 40 years in the house of Jethro, 40 years in the Egypt wilderness. Bwana asifiwe. Hallelujah. So the count of the years is 80 years akiwa anapigana. Bwana asifiwe. Katika hilo hali Mungu mwenyewe alikuwa pamoja na yeye. So God allow temptation. You need power to encounter temptation. Ni nini kitatupa tuweze majaribu? Vitu viwili ambao tunahitaji tuweze kusimama katika hatua hizi tatu, na tuone Mungu akitupigania na Mungu akitupa ushindi, na tuone Mungu akitembea nasi, na tudhihirishe Mungu ana uwezo wa kutenda. Number one, the thing that we need is the power of God. Tunahitaji nguvu za Mungu zitakayetuwezesha kustahimili hatua hizi tatu tufikia hatima zetu zile Mungu ametupangia. The power of God. Musa akiwa anachunga kondoo, Mungu ilinidi adhirishe nguvu zake. He releases power. Aliachilia nguvu zake katika kichaka. Akamtokea Musa na utukufu wa Mungu ukamjaa Musa, ukamtoa Musa kuwa mchunga kondoo na kumleta katika utukufu ambao Mungu alikuwa amepanga hatima yake. Bwana asifiwe. You need the power of God. Unahitaji nguvu za Mungu. The move of the power of God in your life, that it is that can change your time. The power of God. Mungu akamtokea Musa na nguvu za Mungu zikamjaa. Mungu akamwambia toa viatu. Alipojaribu kuangalia akaona nguvu za Mungu, akainama chini, akainamisha uso wake chini. Biblia inasema he saw the God's glory. Nguvu za Mungu zikamjaa, zikamtoa kwa mchungaji katika nyumba ya Jethro, na Mungu akamwambia kwa sauti yangu wacha kuchunga kondoo kuanzia sasa. I'm going to fulfill your time now. Come out by my power. I'm changing your life. Bwana asifiwe. We need the power of encounter in God's glory. Tutoke mahali ambapo tuko. Bwana asifiwe. Inua mkono wako, sema Bwana nipatie nguvu zako. Hallelujah. Tunahitaji nguvu za Mungu zitutoe mahali ambapo tuko, zibadilisha direction ya hatima yako. Utoke mahali ambapo uko. You need the power of God. You need a God encounter to overcome situation, na Mungu akuweka mahali amepangia hatima yako. Bwana asifiwe. Nani hapa anajua hatima yake ya kesho ni nini? Kuna mtu anajua? Wewe unajua kesho Mungu anataka ukue nani? Na ndiposa tunasemanga usimudharau mtu unapomwona anapitia majira fulani. Usiyemchekelea mtu akivaa slipa. Wewe ni mtumishi wangu, kuna watu wananililia kule, na wewe ndio nimekupatia your assignment. My power have already come. Remove your shoes. It is my time of encounter to set you to your time that I prepare in the world. Bwana asifiwe. Inua mkono wako, mwambie Mungu timiza wakati wangu. Raise my time. Sema ninahitaji nguvu zako. Nahitaji nguvu zako. Pigia Yesu makofi mazuri. We need the power of God. We need the power. Na ndivyo wakati wote tunasema kwa tunahitaji kukaribia kwenye nguvu za Mungu. To see the glory, but when the power of God come upon our life. Nguvu za Mungu ndio peke yake zina uwezo wa kututoa mahali ambapo tuko. Bwana asifiwe.
Haleluya. So wakati wowote mwambie Mungu, nipatie nguvu, nguvu zako zinifuate, nguvu zako zinipiganie, nguvu zako zinishindanie, maana nguvu zako zikiwa juu yangu lazima nitashinda katika hali yote ninayopitia, na nitakuwa na uwezo wa kufikia wakati wangu. Bwana asifiwe. Pigia Yesu makofi mazuri. Jambo la pili, litakupa uwezo wa kufikia wakati ule Mungu amepanga katika maisha yako. Jambo la pili, litakupa uwezo, maana Mungu ana uwezo wa kutenda. Is the Spirit of God. The Spirit of God ni roho wa Mungu. The Spirit of God. Yesu, Biblia inasema katika kitabu cha Luka mlango wa 4 mstari wa 1, and the Spirit of God command Jesus to the wilderness. Roho wa Bwana akamwamuru Yesu aende kwenye jangwa, na Yesu akiwa kwenye jangwa, roho wa Mungu ndiye alimforce Yesu aende kwenye jangwa. Na roho alipomtuma Yesu kwenye jangwa, Luka chapter 4 verse 1, akakaa kule akiomba siku 40 usiku na mchana. The Spirit of God. Aisa kwa jina lingine. Hiyo ni version gani? Bwana asifiwe. Tafuta King James. Akiwa amejawa, Aisa huyu ni Yesu, akiwa amejawa na roho wa Mwenyezi Mungu, akarudi kutoka Yordani, akaongozwa na roho wa Mwenyezi Mungu hadi nyikani. The Spirit of God. Huyu ni Yesu. Alipotoka katika Jordan baada ya kubatizwa, Yesu akaongozwa na roho. Yesu akiwa amejawa na Roho Mtakatifu akarudi kutoka Jordan, akaongozwa na Roho Mtakatifu hadi nyikani. The Spirit of God. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Yesu aliongozwa na roho, hakwenda kuomba peke yake. Aliongozwa na nani? Aliongozwa na Roho Mtakatifu. Tunahitaji roho wa Mungu katika hali yoyote unayopitia, na katika maandalizi yako unahitaji roho wa Mungu ndiposa ukaweza kufikia wakati wako. You need the Holy Spirit of God and the Spirit of God. Bwana asifiwe. Yesu alipojawa na roho akaingia nyikani. Verse 2 inasema nini? Verse 2. Endelea kidogo. Mahali ambako kwa siku 40 alikuwa akijaribiwa na Ibilisi. Kwa siku zote hizo hakula chakula, hivyo baada ya muda huo akaona njaa. Verse 3. Verse 3. Ibilisi akamwambia, sasa hapo ndio Yesu alikuwa anajaribu temptation. Yesu ametumwa na roho, lakini Ibilisi anakuja kumjaribu. Na basi Yesu ilikuwa lazima amshinde yule Ibilisi kwa sababu alikuwa ametumwa na roho. Bwana asifiwe. We need the power of the Holy Spirit of God and the power of the Spirit of God. In the preparation of your time, you need the power of the Spirit of God. You need the Spirit of God. Bwana asifiwe. Inua mkono wako, mwambie Mungu, naomba roho wako juu yangu. I pray for your spirit in my life. In the name of Jesus Christ. Tunahitaji roho wa Mungu. Yesu alishinda kwa sababu alipoongozwa na roho hangeshindwa na shetani, kwa sababu hakuwa peke yake. Alikuwa na ule Roho Mtakatifu wa Mungu. Bwana asifiwe. Roho wa Mungu akiwa pamoja na wewe, hata kama unapitia nini, shetani ana uwezo wa kuovercome. Maana lazima roho wa Mungu ainuke kiwango cha majaribu. Bwana asifiwe. Lazima roho wa Bwana akupiganie. Lazima roho wa Bwana akupe uwezo wa kushinda majaribu yoyote. Inuka na miguu yako. Simama na miguu yako. In the name of Jesus Christ. Glory to God. Inua mikono yako juu. Unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu. Nataka uombe kwa vitu viwili. Omba kwa sababu ya nguvu za Mungu, omba kwa sababu ya roho wa Mungu. Wewe ndio unajua unapitia nini, lakini unahitaji nguvu za Mungu, unahitaji roho wa Mungu ndiposa ukashinde ushindi mkuu kwa kile unachopitia
Mungu atimize wakati wake. Unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa mabwana. Kama wewe unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Alfa Omega, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa mabwana, unastahili kuabudiwa. Tuinue mikono yetu wote tunapomwabudu Mungu. Tuambie Bwana, tunahitaji nguvu zako. Unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa majeshi, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Alfa Omega, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa miungu, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana unaweza, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili nani kama wewe? unastahili kuabudiwa. Inua mikono yako, mwambie Mungu, Unastahili ninahitaji nguvu zako nistahimili. Alfa Omega, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa rehema, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe unaweza, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili nani kama wewe? unastahili Abudiwa Bwana, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana unaweza, unastahili kuabudiwa, Mwambie Bwana, ninahitaji nguvu. unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa Bwana, unastahili nani kama wewe? unastahili Kuabudiwa Bwana, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana unaweza, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili
hivyo. Yes. Kama uko hapo na haujui mwelekeo wa maisha yako na unahitaji Mungu atimize wakati wako unapopitia majaribu, unaweza kuja mbele hapo tunapoendelea kuabudu, umwambie Bwana, nipatie nguvu zako, nahitaji nguvu zako, nahitaji Roho wako ili nikaweza kustahimili na kushinda hatua ninazopitia kwa ajili ya maisha yangu. Kwa jina la Yesu. Unastahili kuabudiwa Bwana. Unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili kama wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Alfa Omega, unastahili inua mikono kuabudiwa, yako mwambie Mungu, unastahili unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana, unaweza, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili nani kama wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana, unaweza, unastahili kuabudiwa. ambia Bwana, nipatie uwezo, nahitaji nguvu zako, nahitaji Roho wako. Unastahili kuabudiwa, unastahili Nani kama wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana, unaweza, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili wastahili Bwana, unastahili we give you kuabudiwa, glory, unastahili Yes, your power upon our life. Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Alfa Omega, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa majeshi, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana, unaweza, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa majeshi, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Glory to God. Biblia inatuambia Musa alikaa miaka 40 akiwa mtumwa, lakini wakati nguvu za Mungu zilipokuja juu yake zilimtoa mahali alikuwa, na Mungu alibadilisha maisha ya Musa. Wakati huo, inua mikono yako, mwambie Mungu, naomba nguvu ambao zitakanitoa mahali ambapo niko. Pengine umekaa miaka mingi kwenye jangwa na umepitia jambo ngumu. Mwambie Bwana, nahitaji nguvu zako zitembelee maisha yangu. I need your power in my life, ambao itabadilisha maisha yangu.
nitoke mahali ambapo niko nahitaji nguvu zako. Musa aliona mkuu wa Mungu, hakuendelea kuwa mtumwa tena kwa mikono ya Jethro. Mungu alimtoa na akamtuma kwenye assignment ambao Mungu alikuwa amempangia. I pray for the grace and the power of God. I pray for the Spirit of God. Yes. In the name of Jesus Christ. Name of Jesus. Ninaomba Bwana utembelee watu wako Yo. walio katika utumwa kwa miaka mingi. Ndio Bwana. Mungu unainua majira na wakati wa mwanadamu. Yes, Lord. Naomba, maana wewe ni Mungu wa majira na ni Mungu wa wakati. Yes, Jesus. Ukanyoshe mkono wa rehema. Nyosha, Yes. Nyosha mkono wa ukuu. Nyosha. Nyosha mkono wa kulia na nguvu. Nyosha. Glory to God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. The power of God. Yes. Nguvu za Mungu Yes. zitakayowanyakua watu walio kwenye utumwa Yes. na kuwaweka katika maeneo yao uliyowapangia. Oh. Naomba nguvu zako ambao zitakaowatoa kwenye walio kwenye jangwa na kuwaweka mahali ambapo umepanga. Katika jina la Yesu Kristo. Release your power. Yes, Father. Release your power. Yes, Lord. Release your power. Yes, Jesus. Release your power. Yes. Release your power. Yes. Release your power. Oh. Release your power. Yes. Nguvu za Mungu Ndio. zitakaogeuza Yes. hali ya mtu mahali hapa. Nguvu za Mungu ambao zitafungua milango Yes. na kuvunja minyororo yote Poncha. ambao uliachilia wakati wa Paulo wa Sila, Yes. ikawezesha watoke kwenye gereza. Name of Jesus. I pray for the power of God Power. that will remove your sons in the prison from right In the now. name of Jesus. Oh. Nguvu zako ambao zitatoa watu kwenye gereza. Ndio I Bwana. pray for your power Yes, Lord. in the name of Jesus In Christ. the name of Jesus. I pray for your power Yes, Father. that will break the yoke of the In the prison. name of Jesus. I pray for the Spirit of God Yes, Lord. in the name of Jesus In the Christ. name of Jesus. Roho wa Bwana ambaye Yes, oh. atakaye watoa watu wako Yes, Jesus. katika jangwa na katika utumwa Yo. kwa jina la Yesu Kristo. Katika jina la I Yesu. pray for the power of God. Yes, Father. I pray for the Spirit of God Yes, Lord. in the name of Jesus Christ. name of Jesus. Itakaye watoa watu wako In the name of Jesus. mahali ambapo Mungu Yes, unahitaji kuwaweka wakaingie. Ndio. I pray for the power of God. Yes, Lord. Fulfill the season and In time the of a name man. of Jesus. In the name of Jesus Christ. Yes. I pray for the power of God. Yes, Ninaomba juu ya nguvu zako Bwana. Yes, Jesus. Uliachilia juu ya Musa akakutana Lord. na nguvu zako na maisha yake Katika jina la ikageuzwa. Ninatangaza hiyo Katika neema jina la Yesu. ambayo itaja juu ya watu wako Katika jina la kwa Yesu. jina la Yesu Kristo. I pray for the power of God that will change your life from now. I pray for the power of God that will remove you where you are. Yes, I pray for Father. the power of God In the name of that will open doors Yes. and will break yokes of temptation Yes. in your life in the name of Jesus. Name of Jesus. I pray for the power of God Yes, Lord. that will open doors in your life. Yes, The encounter of God will take through. Yes. I pray for the encounter of God in your life. In the name of I pray Jesus. for the divine encounter Yes, that will Lord. remove you where you are. Yes. In the name of Jesus Christ. In the name In the of slavery bondage. Yes. May the power of God Power. take you through from now. In the name May of the Jesus. power of God Yes. take you through from now. Jesus. In the name of Jesus Christ. Power. Receive the encounter of God. Yes. Your destiny will not be challenged. Yes, But the Lord. move of the power of God Yes, will Jesus. take over. In the name of Through in Jesus. the name of Jesus In the Christ. name of Jesus. The power of God upon your life. Yes, I pray Lord. for the power of God upon your life. In the name of Jesus Christ. Yes, The power of God Lord. will remove you wherever you are. Nguvu ambayo ilikutana na Musa Name of Jesus. hakuwa mtu wa kawaida tena. Name of It will bring you to adversity. Yes, In the Lord. name of Jesus Christ. Name of Jesus. May that power come upon your life Power. to change the process of your life. In the name of In the name of Jesus Christ. Yes, Lord. Katika ile hali unapitia. Yes. May the power change. Yes. In the power of God. Yes,
We remove you out of the process. Yes, Jesus. In the name of Jesus Christ. Name of Jesus. Encounter of grace. Oh. Encounter of God. Yes. We remove you where you are. Lord. In the name of Jesus Christ. Name of Jesus. In the process that you are. Yes, Lord. The power and the Spirit of God. Name of Jesus. We take you through from now. Yes, In the Lord. name of Jesus Christ. Yes, Lord. In the name of Jesus Christ. Lord. In Jesus' might. Bwana asifiwe. Amen. Kuna mtu pale, nasikia Mungu ananizungumzia, kuna mtu pale anapitia vita mingi. Kama unapitia vita, njoo hapa. Pale nyuma, kama kuna vita unapitia, njoo hapa. You are passing a war. Kuna vita unapitia. Sisemi hao wako hapa, wewe uko pale. Unahitaji nguvu Yes. za kukutoa katika hiyo vita. Kama unapitia vita na uko pale nyuma, njoo hapa. Nimesikia Mungu akilinenea. Njoo hapa. Asante Yesu. Thank you, Lord. Kuna vita inakufuata na kuna vita unapitia. Oh. Njoo tu kwa haraka. Hiyo ni majaribu imewekwa ikusumbue. Yes. Hiyo ni majaribu unahitaji kuistahimili, unahitaji kuishinda. Yes. Hiyo ni majaribu unahitaji kushinda. Hiyo ni hali unahitaji Mungu akutoe katika hali hiyo. Yes. Thank you, Jesus. In Jesus' name. Yes, Lord. Unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa. Mwambie Bwana nipe ushindi. Bwana wa mabwana, unastahili Kuabudiwa. Unastahili. unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa mabwana, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, We change your life. unastahili nani Overcome the kama process and the grace of wewe, God. unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, Nguvu za kushinda vita. unastahili Bwana Nguvu za wa kushinda kwenye vita. mabwana, unastahili Nguvu za kushinda kwenye vita na kuabudiwa, kwenye majaribu. unastahili Inua mikono yako, mwambie nipatie nguvu za kushinda hii majaribu. unastahili Hey, I kuabudiwa, defeat temptation. unastahili Bwana I defeat wa temptation in my mabwana, life. unastahili Nitashinda vita hivi kwa jina la Yesu. unastahili ewe Yesu, unastahili Ambia Mungu nipatie nguvu ya kushinda kuabudiwa, vita hizi. unastahili Bwana wa mabwana, unastahili, unastahili ewe Yesu, Mwambie Bwana nipe nguvu. unastahili kuabudiwa, Ninashinda hii majaribu. unastahili mfalme wa Temptation. wafalme, I withdraw and I unastahili, throw temptation. unastahili My ewe life will come out of temptation. unastahili This is a war that kuabudiwa, will fight my battle. unastahili Bwana wa mabwana, In the name of Jesus, I pray the grace of the Baba, Lord. unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa majeshi, In the name of Jesus, Mungu akupe nguvu ya kushinda unastahili vita na jaribu yoyote linainuka. unastahili Nguvu za Mungu kuabudiwa, zitakutoa kwenye hiyo majaribu na ukashinda. Bwana wa Mungu aweke juu yako. mabwana, Receive the grace. unastahili, unastahili
uwezo wa Unastahili kushinda. Receive power to kuabudiwa. withdraw temptation. Unastahili Chochote Mfalme kinachoinuka wa kwa vita kwa maisha wafalme. yako, Mungu Unastahili akupe. kuabudiwa. Unastahili Pokea nguvu, shinda hiyo majaribu. Shinda hiyo Unastahili majaribu. In the name of Jesus. kuabudiwa. Your life, Unastahili Your life is nani out of kama enemy. wewe. the sword of all, is arrested by the Spirit of God and the power of God. Unastahili ewe Yesu. Unastahili Take kuabudiwa. encounter, take encounter. Unastahili nani kama Mighty King of wewe. glory. In Jesus' name. Ni Baba. Receive grace. Pokea nguvu. Shinda manesi. Shinda chochote ambacho kinachoinuliwa maishani mwako. Na kuombea neema na kuombea nguvu. Ukashinde. Shinda hiyo majaribu. Power to overcome. Inuka kwa mamlaka ya Bwana. Ukashinde chochote shetani anachoinua. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God, meet the encounter of God. Kutana na mkono wa Mungu, utageuza maisha yako, iondoke mahali ambapo uko, na Mungu ataachilia neema. In the name of Jesus, nakuombea encounter Mungu, nakuombea encounter. Your life is out of temptation, it's out of war, it's out of war, it's out of war, it's out of war. In the name of Jesus, it's out of war. Shindani ya majaribu haitaendelea, imesimamishwa na Bwana, imekuwa cancel. No war, no challenge. Your life will not pass away. Shinda hiyo jangwa, shinda hiyo majaribu. The power of God, the Spirit of God will overturn our enemies. In the name of Jesus, shinda hiyo vita, shinda hiyo majaribu, shinda hiyo wao, shinda hiyo wao. Nguvu za Mungu zitakuja juu yako, zitakaye kuwezesha kushinda chochote ambacho unachopitia. Nguvu za Mungu zinapokuwa na wewe, utaondoka kwenye sehemu ambao imewekwa kuwa maandalizi, na Mungu atatimiza wakati. Naomba nguvu za Mungu, the power of God in your life, itakupigania. Utaondoka katika vita yoyote inainuka. No sword of an enemy will continue. The power of God is coming to challenge the world and raising you up. In the name of Jesus, I pray the encounter of God. Nguvu za Mungu ambao zitakupigania kwenye hiyo vita. Oh, mshindi, pokea uwezo na nguvu ambao zitainuka kwa jina la Yesu kwenye hiyo vita yote unaopigana kwa jina la Yesu. Nguvu za Mungu zinaenda kukupa ushindi, zinaenda kupigania, zinaenda kutenda katika maisha yako. In the name of Jesus, the power of God, the power of God, the power of God. Hakuna roho itainterfere. I pray for the power. I pray for the power. I pray for the power of God. I pray for the power of God. I pray for the power. Naitisha nguvu za Mungu zitapigania jamii yako. It will fight wars of silence. It will fight for your destiny, your marriage, your family. The power of God is under control. In the name of Jesus, to challenge the world. In the name of Jesus, nguvu za Mungu, the move of the power will overcome. In the name of Jesus, shinda chochote ambacho atainuka. The power of God. In the name of Jesus Christ, the power of God. I pray the power. Naitisha nguvu ambayo itakutoa ikunyakue. Kutana na mkono wa Mungu. The hands of God in your life. Kutana na mkono wa Mungu. Nguvu za Mungu zikunyakue mahali ambapo kwa jina la Yesu umekuwa tomen. Umekuwa tomen. I pray for the power of encounter. Raise you where you are. Raise you, mighty God. Your power. Your power shall raise you where you are. In the name of Jesus. Kutana na nguvu za Mungu. There's a hand of God upon your life that will
in the wilderness is coming to an end. Your sufficient grace, take over. Unahitaji nguvu za Mungu zitakupa ushindi ya vita yoyote ambao inainuka kwenye anga kwa maisha yako. Naitisha nguvu zinaenda kupigania uwezo wa Bwana, mkono wenye mamlaka, mkono wenye nguvu, mkono ulio na uwezo wa Mungu unainuka juu kukupigania. Receive power in your life in the name of Jesus. To challenge the world, to challenge the battle, and they are silent. They call us you. Niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, niseme nini Bwana. Kidogo. Tunaposimama hivyo, tusimame na miguu yetu. Kuna mtu hapa humo na upande mmoja, this side, upande mmoja. Nasikianga wakati mwingine unaumwa na upande mmoja. Ndio hapa. Unaumwa na upande mmoja. Nasikia Mungu akizungumzia. That is a spirit fighting you. Unaumwa na upande mmoja. Ndio hapa mbele. Umekuwa ukiumwa na kichwa upande huu. Wakati mwingine unasikia kichwa inakuuma. Unauma na kichwa na unaota ndoto sio mzuri usiku. Njoo hapa mbele kama uko hapa. Umekuwa ukisikia unaumwa na kichwa pande mmoja, mara unaota ndoto za vita, uko vita, au unaota ndoto ambao hauzipendi wewe mwenyewe. Njoo hapa. The name of Jesus. Endelea. Niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, bali ninashukuru. Niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, Power of healing. niseme nini Hiyo magonjwa inahama. Live. bali ninashukuru. Niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, bali ninashukuru. Ugonjwa wote unaopigana na wewe uyeyushwe na nguvu za Mungu kuanzia sasa. Release healing. Niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, High blood pressure. bali I command you live. Ondoka kwa mwili ninashukuru. wake. Niseme Now live. nini Live. Bwana, Live. niseme Live. nini Ondoka Bwana, ugonjwa. Ondoka ugonjwa. niseme Live the body. Ugonjwa nini wa pressure. Bwana, Live. Live. bali Live the lungs. Release a fire of God. ninashukuru. Mwachilia nguvu za Mungu. Niseme nini Bwana, Niseme nini Live. Bwana, niseme nini Bwana, bali ninashukuru. Jesus name. Niseme Uponyaji kwa jina la nini Yesu. Bwana, Live. Ugonjwa kuachilia. niseme Live. nini Ugonjwa wote katika mwili Bwana, wako. Live. niseme nini Bwana, Namrisha bali ugonjwa uondoke. Mahali panakoma nimetangaza nguvu za Mungu. Ugonjwa wote uondoke kwenye mwili wako. Lungs. niseme Shut nini up. Bwana, Live it. niseme Power of God. nini Pokea uponyaji Bwana, kuanzia sasa. bali Natangaza nguvu za uponyaji. Ugonjwa ninashukuru. uondoke katika mwili wako. Umbali Pokea uponyaji. Pokea uponyaji. Pokea umenitoa, uponyaji. niseme Pokea uponyaji. nini Nguvu za magonjwa. Bwana, Live your body. niseme nini Bwana, bali Ugonjwa uhame. Hama, hama. ninashukuru. Live.
Receive healing. Pokea nguvu za uponyaji. Pokea uponyaji. Roho ya ugonjwa na kuamuru. Leave the body. Ondoka. Leave out. Na kukemea kwa jina la Yesu. Na kukemea ugonjwa uhame. Na kukemea kwa jina la Yesu. Na kukemea kwa jina la Yesu. Na kuamuru kwa jina la Yesu ugonjwa. Hama kwa mwili. Leave. Ugonjwa hama. Ugonjwa hama. Hama. Right now. Hama. Leave. Hama. Hama ugonjwa. Leave. Achilia mwili. Leave. Ugonjwa na kuamuru kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Leave ugonjwa ukwachilie. Leave in the name of Jesus. Nakemea kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu pone kuanzia sasa. Nashuka chini uinuliwe. Nashuka chini uinuliwe. Nashuka chini uinuliwe. Nashuka chini Baba wewe uinuliwe. Nashuka chini uinuliwe. Nashuka chini uinuliwe. Nashuka chini In the name of Jesus, na command. Nashuka chini Baba wewe uinuliwe. Nashuka chini uinuliwe. Nashuka chini uinuliwe. Nashuka chini uinuliwe. Nashuka chini Baba wewe uinuliwe. Nashuka chini uinuliwe. Baba Nashuka chini In the name of Jesus, uinuliwe. no dreams shall fight you. I cancel. Nashuka chini Baba wewe uinuliwe. I Nashuka cancel any chini kingdom commanding you. uinuliwe. Spirit of Nashuka God, the Spirit of chini God, uinuliwe. leave. Nashuka The chini Spirit of God and the power of God. uinuliwe. Leave. Nashuka chini Baba wewe That kingdom I uinuliwe. break. That kingdom I lose. That kingdom tormenting your destiny and your future. I command to leave. The Holy Ghost. The power of God. I command to leave. I command to leave. Leave it. Nashuka Leave it. chini Baba Leave. Spirit, nashuka Any spirit of evil shall come out. Nashuka In the name of Jesus from right now. Nashuka Naamuru hiyo roho ikuondoke. Kwa jina la Yesu kila Nashuka mtoto. chini Baba No kingdom of darkness will continue to torment your destiny. Lord, the power of God. And Lord, we pray to you. Nashuka chini Nashuka chini Kila spirit Nashuka chini Baba uinuliwe. ikushike roho yoyote inapigana na wewe. I cancel you. Nashuka chini uinuliwe. Nashuka chini uinuliwe. By the Spirit of God and the Nashuka power of chini God. Baba wewe The uinuliwe. Spirit of God Nashuka and chini We uinuliwe. Baba nashuka chini uinuliwe. the name of Jesus. Nashuka chini Kwa jina la Yesu, listen. Nashuka chini Baba wewe Inafungua maisha kwa uinuliwe. pesa. Nashuka chini In the name of Jesus, I command. Nashuka chini I uinuliwe. break the kingdom. Nashuka chini uinuliwe. Nashuka chini Baba wewe uinuliwe. Nashuka chini Uinuliwe. Nashuka chini uinuliwe. Nashuka chini uinuliwe. Nashuka chini Baba wewe uinuliwe. Nashuka Baba wewe uinuliwe. Nashuka chini uinuliwe. Nashuka Nashuka chini
uinuliwe. Yachilia spirit. Nashuka chini Baba, wewe Kwa nguvu za Roho Mtakatifu uinuliwe. na damu ya Yesu. Nashuka Amuru hiyo roho chini, iondoke. uinuliwe. I command tormenting spirit, leave. Nashuka chini, Nikuondoke. Nikuondoke hiyo roho. Leave. Leave. The power of God. The power of God and the spirit of God. Nashuka chini Leave. Leave. nikiwa nawe, ndani yangu nikiwa nawe, sitachelewa Ninavunja kila spirit. Baba, ndani yangu nikiwa nawe, Sitachelewa. nikiwa nawe, ndani yangu nikiwa nawe, Kwa jina la Yesu. sitachelewa nikiwa nawe, Katika jina la Yesu. ndani yangu nikiwa nawe, Katika jina la Yesu. sitachelewa nikiwa nawe, ninaweza nikiwa nawe, sitachelewa nikiwa nawe, ndani yangu nikiwa nawe, Sitachelewa. nikiwa tunaweza tukiwa nawe.